Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaa namuuliza Mungu, hii damu tunayoachilia kwenye lango la mwaka mpya au msimu wote mpya tunayoingia ina kazi gani malangoni? Nataka nikutajie kazi kama 4 tu haraka haraka ili uelewe kazi ya damu malangoni inafanya nini. Kazi ya kwanza, unapoachilia damu ya Yesu malangoni, inakupigania vita na maadui waliokushikilia na wanaokuzuia malangoni. Moja ya kazi ya damu ya Yesu unapoiachilia malangoni ni kukupigania vita na kupambana na maadui wanaokupiga vita, wanaokushambulia kwenye marango ya mwaka mpya au marango ya msimu mpya. Kitabu kile cha Waamuzi, ile sura ya 5 na mstari ule wa 8, angalia Waamuzi sura ya 5 ule mstari wa 8. Hii neno la Bwana. Maandiko na Biblia inasema namna hii. Waamuzi 5:8. Biblia inasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Sikia hilo neno tena, narudia. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Maana yake siku zote malangoni huwa kuna vita, na vita mojawapo ni vita ya miungu. Kwa hiyo unapoachilia damu ya Yesu kwenye lango la mwaka mpya au lango la msimu mpya, moja ya kazi ya ile damu malangoni ni kukupigania vita ya mauti, vita ya magonjwa, vita ya kukataliwa, vita yoyote ya uganga, ya uchawi inayoinuka kukushambulia kwenye malango. Yawe ni malango ya ndoa, malango ya biashara, malango ya kazi, malango yoyote yale unayoingia, yawe ni malango ya mwaka mpya au msimu mpya, achilia damu malangoni. Mungu alimwambia Musa wapake damu kwenye miimo ya milango na kizingiti cha juu. Ile sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka, ule mstari wa 12, walipopaka damu, Mungu alimwambia Musa hivi. Ule mstari wa 12, Kutoka 12 ule mstari wa 12. Baada ya Mungu kumpa maelekezo kwamba wapake damu kwenye miimo ya milango, Mungu akamwambia hivi, wakipaka damu, akasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza